Nasaha kwa umma, brought to you by Royal Swiss Bakery Limited. Watazamaji wetu wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni sana kwa Nasaha kwa Umma show katika runinga yako Al-Huda TV. Watazamaji wapendwa, pamoja nawe katika studio unami ndugu yako Al-Haqir Al-Faqir ila Allah subhanahu wa ta'ala, chief host Dr. Hassan Kinyomari, nikiwa mtazamaji katika studio. Leo nimekuja na vijana chap ambao kwamba ni ndugu yetu Sharif Bashir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu yetu Sharif Bashir ni counselor katika Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies, Kenda House, 4th floor, room D7. Na vile vile ndugu Bashir anasomea masomo ya kidini, diploma in Arabic language and Islamic studies katika Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies, na vile vile ni mentor wa counselors ambao they are affiliated with the Muslim Professionals League Africa na vile vile Peace League Africa. Karibu sana kuja Mr. Bashir. Shukran. Vile vile mpendwa mtazamaji, tuko na ustadhi wetu kutoka kule pande za Isiolo ambaye ni Sheikh Kasim, anatoka kule pande za Isiolo, Madrasatun Nabawi. Unajua angesema Masjidun Nabawi tungefikiria kule Madina, lakini ni Madrasatun Nabawi katika mahali paitwa Bula Pesa. Atatuambia kwa nini kuitwa Bula Pesa. Kwa hivyo karibu sana Ustadh Sheikh Kasim. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu alisoma na kijana mmoja aitwa Ismail Njeo Kaoge kutoka kule Embu, lakini huyu ameendelea kwa ustadh. Yule mwenzako ameingia kazi zingine. Kwa hivyo tutakutahadharisha mtazamaji, ikiwa wewe ulisomea kazi ya dini, hata ukiingia kazi zingine usiache kazi ya dini kabisa. Nakumbuka nilipomaliza tu madrasa kule Al-Ghanau Al-Islamia, mwalimu wangu Ustadh Muhammad Sharif Said Al-Bith na vile vile Ustadh Muhammad Said Al-Khattat, nilipoambia nitakusoma madrasa, hofu ya kubwa ilikuwa ananiambia sasa waacha dini uende wapi, lakini kaambia inshallah msiwe na wasiwasi, tutaingia huko na huko. Hivyo hakuna makosa kushikanisha kazi mbili mpendwa mtazamaji. Kwa hivyo tunasihi kila mmoja ambaye kwamba ni maalim ama ustadh ama imam, rudi university, soma dini, kuwa engineer imam, kuwa lawyer imam, kuwa nas imama, kuwa doctor ustadhat. Hiyo ni sawa kabisa na hakuna makosa. Tuanza mpendwa mtazamaji. Kumbuka leo mpendwa mtazamaji ni siku ya World Suicide Prevention Day. Ni siku muhimu sana katika ulimwengu ambapo tunaadhimisha siku ya kuzuia watu kujitoa roho zao, ndio siku ya leo. Kwa hivyo ndio maana tumeandika counselor hapa, na ustadh pia atakuwa anatueleza Qur'an yasemaje kuhusu kujitoa roho. Na vile vile mpendwa mtazamaji, unaona leo nimevaa fulana namna hii. Fulana kama hii nilipewa ni mzee wetu Bajabir, ndio maana nimeivaa. Lakini nakumbusha kila kijana ambaye kwamba uko sehemu yote ya dunia, ukijua safari hii vile baridi ilivyokuwa kali, mtafutie babako naye fulana umpelekee tafadhali. Na ikiwa pia una mke wako mahali uko mbali na wewe, hakikisha unamtembelea kila weekend angalau upate kupata joto. Mtazamaji, gazeti kama hili tunaanza na headline inakwambia mbona amri za uhuru za puuzwa. Unaambiwa amri za Rais Uhuru Kenyatta zinapuuzwa mara kwa mara, zimeibua maswali kuhusu sababu ya watumishi wa umma kutozingatia maanani. Tangu alipoingia mamlakani 2013, Rais Kenyatta ametoa amri nyingi kwa matamshi au kupitia kwa barua rasmi, ingawa nyingi zinaendelea kupuuzwa hadi sasa. Na katika gazeti hili mpendwa mtazamaji, tuambiwa kwa kuwa kule Mombasa kaunti yajiandaa kufungua bustani la Mama Ngina. Habari hiyo iko katika ukurasa wa 3. Na katika masuala ya COVID-19 tunaambiwa kwa kuwa maambukizi mapya sasa ni 104. Vile vile jumla ya maambukizi ni 35,460 na jumla ya waliopona 21,557 na jumla ya vifo ni 607.
Lakini katika baadhi amri ambazo kwamba rais alizitoa na zikapuuzwa, tunaambiwa ni agizo kwa Governor Mike Sonko kufanya kazi na Mohamed Badi. Inaonekana hilo Sonko halifuatilii, anafanya kazi peke yake, hafanyi kazi na Badi. La pili, katika Julai 27, 2020 alipiga marufuku ya mikutano ya umma, lakini tunaona mikutano ya umma bado inafanyika. Mei 11 na mwaka 2020 aliweka mahakama chini ya ofisi ya rais, hilo lilipuuzwa. Oktoba 23, 2020, juzi tu, watumishi wa umma kila Ijumaa kuvaa nguo zilizoshonwa nchini. Hakuna anayevaa hata mmoja isipokuwa mimi huvaa kanzu iliyoshonwa hapa nchini. Juni 4, 2018, matangazo ya umma kuhusu walioshinda tenda za serikali, hilo halifanyiki ngo. Machi 2015, agizo la utoaji tenda kufanywa kielektroniki. Haya yote yamepuuzwa. Kwa hivyo wengi wanasema rais Uhuru Muigai Kenyatta inabidi aanze kuhakikisha kwa kuwa akitoa amri inafuatwa. Tunatoka katika gazeti hili, mtazamaji, we shift to the Daily Nation. In the Daily Nation, dear viewers, we have the story of governors' plan to take over power. Kingmakers or third force, having held their positions for more than 7 years, the leaders have built a critical backing in their own regions, and their support will come in handy for presidential contenders, or they could back one of their own. Pages 4 to 5. But also, we have the issue of exports. Kenya lost billions in equipment deal. Some 12 billion could have been lost in the purchase of medical equipment for counties. A project branded by a Senate investigation committee, a criminal enterprise designed to enrich individuals. Senators did not qualify the amount lost in contracts awarded in February 2015, initially for shilling 43.6 billion. But said independent inquiries show the value of the specialized equipment was inflated by between 3 to 8 times. A report by a team that investigates the Management Equipment Services, MES, said independent analysis by counties revealed that the value of the gadgets was grossly exaggerated. Every county is paying shilling 131 million annually, with 2 more years to end of their contract. Those are some of the challenges which we have in our country. And in the, you can see a photo there, Anti-Corruption Agency raids KEMSA offices. We are told that Ethics and Anti-Corruption Commission detectives who raided the Kenya Medical Supplies Authority offices in industrial areas, Nairobi yesterday, leave the premises. The agency is in the spotlight following irregular procurement deals with companies for the supply of COVID-19 items. Please read the story on page 8. We shift from this newspaper and we go to the Standard. In the Standard, dear viewers, we have shock as state plans to stop varsity funding. Pain for students. Radical changes afoot as government plots to cut support for hundreds of university courses not considered priority areas for development under 2013. The courses which will be funded are education. That's my area, dear viewers. I've been an educationist in this country for more than 10 years in various universities, as you saw that in www.kenyans.co.ke. They highlighted my story. If you want to read the story, dear viewers, go to www.kenyans.co.ke and read the story from one dropout to become university lecturer. That was my story. The other one is education science, medicine and surgery, medical laboratory, nursing, pharmaceutical science, public health, environment and natural resources, marine science, engineering, computing and information technology, law. This is another course which I have just taken, dear viewers. Public administration and political science, tourism and hospitality, agriculture and food security, livestock and fisheries, veterinary medicine, manufacturing, actuarial, business, finance, accounting, and procurement, and aviation. So if you are taking those courses,
then you should know that you are a little bit safer, because those courses will never be ending their demand soon. So thank you so much, viewers, for being with us since we began the show. And I still remind you, if you have your parents living far from you, make sure you go and buy them a sweater like this, or any sweater, so that your parents don't have to suffer, or you go and buy them a new blanket and take it to them. You get blessings from your parents. Na mpendwa mtazamaji, vile vile sweta kama hii naipenda kwa sababu maprofesa wengi wa university wanapenda kuvaa. Profesa Abdul Ghafur Said alikuwa akipenda sana kuvaa sweta kama hii, na vile vile mzee wetu Said Abud ambaye kama ni katika mazaimu wa Kenya hii anapenda sana kuvaa sweta kama hii. Sana wanavaa kwa sababu yao, na mara moja ama nyingine utamkuta pia CEO wetu mara nyingi Sheikh Bajabir anapenda kuvaa sweta kama hii. Kwa hivyo ndio maana tunafanya kwa heshima yao, na sisi tuwe kama wao. Wajua unaambiwa fatashabahu. Sasa Bashir, Sheikh, tuje kwako kwanza. Naam. Kwa nini watu wakiuke amri ya rais jamani? Na dini inasemaje kuhusu kukiuka amri za viongozi? Kuhusu dini yetu ya Kiislamu iko wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea wazi aliposema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Enyi ambao kwamba mmeamini, mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume, na wenye kuwa na amri ambao kwamba ni miongoni mwetu. Mmoja wetu ni rais ambao kwamba yuko katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanasikiliza uzuri katika kipindi chetu hiki, wajue kwamba dini yetu ya Kiislamu imetuelezea wazi umtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, na yule ambao kwamba ako na amri miongoni mwetu ambao kwamba ni rais. Kwa unahusia sana katika mujitama ama watu wa Kenya wao ni wenye kumtii rais, kwa sababu dini imefundisha, na kila mmoja akitakapotii rais basi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Naam, namshukuru sana Bwana Bashir. Tuingie katika maambukizi ya COVID-19. Sasa hizi unakuta maambukizi mapya ni 104, jumla maambukizi ni 35460, jumla waliopona ni 21557, na walokufa ni 607 kufikia leo. Nafikiri ungetoa nasaha pia kwa watazamaji, hasa vijana ambao kwamba siku hizi hawavai mask. Tumetembea na wewe tukifanya counseling kule Mathare juzi, tumeenda Majengo na wewe, tumeenda Pumwani, tumeenda Kibira, tumetembea town ni mahali kuna askari ndio watu wanavaa. Tumeenda pamoja kule pande za Ruai, tumeenda pamoja sehemu za kule Roiro. Unakuta watu wavai mask. Siku hizi mask wanaziweka mfukoni kama handkerchief. Akiona askari ndio anavaa haraka. Mpatie mtu nasaha tafadhali. Sije tukakataa kupatia nasaha tukarudi kwenye shida tena. Naam. Na wapenzi watazamaji, kwanza kuvalia mask, ukivalia mask hauvai kwa ajili ya serikali au askari. Ni kwa ajili ya kulinda nafsi yako na familia yako na jamii iliyokuzunguka. Penda wengine jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Kwa kupenda wengine lazima ufanye nini? Ulinde afya yao na ujilindie afya yako mwenyewe. Ukivalia mask sio kwa sababu ya polisi. Ukiangalia saa hizi kila mtu avai mask. Wanasubiri wakiona polisi ndio wanavalia mask. Akishapita ameivua. Hili jambo halifai. Tujikinge, sio kwa sababu maambukizi yanapungua imaanishe eti sasa corona imeisha nchini. Kwa sababu mtazamaji, kuna baadhi ya nchi ambazo kwamba corona iliisha wakadharau. Sasa baada ya kudharau kidogo ikarudi tena upya corona. Kwa hivyo tujichunge sana pia mtazamaji, tufuate masharti ya serikali na tufuate sheria inavyoenda, na kama alivyokuambia Sheikh, kudatiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Kwa hivyo ni muhimu sana. Katika Daily Nation kuna hii habari ya governors plan to take over. Unaambiwa magavana wale wako wamejipanga, wanajua after 10 years wanajua hawatakuwa 2022 wengi watakuwa hawako, sababu unajua magavana wengi walirudi, ni wachache walitolewa. Sasa wale walirudi wanajua 2022 hawezi kupigania tena ugavana, ndivyo sheria inasema, ni miaka 10 tu. Sasa baadhi yao huenda wakarudi wakawa ma-MP, na sababu ya kuwa MP kuna baadhi ya magavana waonelea afadhali warudi kuwa ma-MP
ndio wajaribu kubadilisha sheria kuhusu ugavana. Wanaona labda wanapelekwa mbio sana, kwa hivyo baadhi yao wana target 2022 atapigania kurudi kwa members of parliament, ndio wabadilishe sheria kuhusu ugavana uwe labda hauna timing yake. Kwa hivyo tungependelea tu, na wengine ambao kwamba hawana nia ya kuingia ugavana wanataka kuwa president, ambao kwamba wana karibu 4 tayari washasema watakuwa president. Alafu baada ya hapo sasa hao ambao kama watakuwa president, wale wanajua hawana nafasi kwa watu washaiba, labda wameingia katika corruption, ngumu watu wachague hao. Sasa nao wanajaribu kulazimishia watu mtu fulani, yani mimi nikitoka lazima mnipe mtu fulani. Jamani, hebu tutoeni nasaha kwa watu ambao kama wanatuzama saa hizi, sababu hasa nyinyi vijana ndio mnatumika sana katika masala haya, ndio tukawaita mzungumza vijana wenzenu. Jamani, ni kweli hivyo ulizungumza. Sasa natoa wasia sana kwa vijana wenzetu ambao kwamba ni watazamaji saa hizi, ikiwa pengine ni governor amemaliza hatamu yake saa hizi na anachagua mtu pengine mchini wake ama mtu yote ambao kwamba asaidie katika mujtama ama aendeleze kuchukua ile governor, wewe kama kijana keti, kuwa mwenye kuwa na waamuzi, usitumike katika njia ambayo kwamba ni mbaya. Angalia mtu ambaye kwamba atakuwa anakufaa, huyu yuafaa katika hiyo hali, ama pengine atakuja atasumbua. Kwa kama kijana usitumie kwa vurugo, usitumie kwa njia yote, wala usiambiwe ulazimishwe kwamba huyu chagua huyu ndio gavana wako 2022. La, wewe mwenyewe keti uangalie yule ambaye kwamba atakuwa anakufaa zaidi. Unajua hata gazeti ya Daily Nation pia inasema katika page 4 ukisoma mtazamaji, inakwambia from governor to Mr. President, the 2022 kingmakers. Usoma hizo habari hapo upata vizuri sana. Utaona magavana wengi wanafikiria kuwa president, watakuwa hatujui. Unajua pia wengine wanasema watakuwa president, siku wanajua hata kuwa lakini wanataka kuwakusanya nyote msemende president wao, kisha atawauza. Unajua wanasiasa wana kitu huitwa kuuzana. Mwambia bana, sikiza wewe, simama, hawa watu wote ni wangu, utanipa milioni ngapi ngupe? Sasa unasikia mtu ni gavana anambia mimi nimeacha mpeni fulani, washapo kama bilioni 3 awauza. Sasa nyinyi hamna habari. Unajua Wakenya mambo haya huwa hawana habari, yasikitisha sana. Lakini vile vile unaona gazeti hii katika page ya 5 nasema anxiety grips city politicians amid talks of giving Nairobi special status. Nairobi 2022 uwezekana ikawa haitakuwa na mtu wa kusimamia ugavana wala useneta, kwa sababu serikali inapigania, ukisoma BBI vizuri, inataka Nairobi iingie chini ya serikali, yani kuwe ile ministry. Kulikuwa na ministry kitwa Nairobi Metropolitan Ministry kitambo. Sasa serikali na watu wengi wanataka Nairobi irudi vile. Ndio maana unaambiwa kwa gazeti Governor Mike Sonko, Senator Johnson Sakaja, former Governor Evans Kidero and his deputy Jonathan Mweke among those reportedly forced to explore new political bases. Kwa hivyo hawa watu inaonekana watatoka wote warudi kule alitoka. Na ndio maana Mr. Mweke yeye mwenyewe ni mwerevu, alisema from the look of the things that proposal may carry the day, I've decided to seek leadership in my home county and run on my record of transforming the city of Nairobi, Mr. Mweke told the nation. Yani yeye ashaamua anarudi Kitui. Yeye ni mwerevu, ashaanza mapema, ngojei ati ile ghafla. Ndio unaona hata wengine wanarudi kwao. Kwa hivyo ni mambo mkamba atakuwa yuko Nairobi. Na ningependa pia nanyi tu mzungumze na vijana wenzenu katika television saizi, mwapatie nasaha kuhusu mambo ya siasa kidogo tu. Naam, nikiongezea vile Sheka ametanguliza kusema hapo mbeleni. Ukitizama sisi vijana ndio tunatumika sana katika kuvuruga amani katika nchi yetu. Unapata vijana tunanunuliwa, naambiwa enda fanya vurugu, uharibu shughuli ya mwanasiasa fulani mahali alika wenzake. Hili jambo halifai hasa. Vijana tuwajibike, tujue ni nini hasa tunapaswa kufanya. Tusichague mtu kwa sababu tumechaguliwa na mtu fulani wa siasa, au kwa sababu mwingine anataka tufanye nini, tuchague yule ametuletea. Sisi wenyewe tuangalie nani anatufaa, nani ana maendeleo, na ni wapi anatupeleka sisi kama vijana. Sio kununuliwa na kesho tunarudi tunaanza kulia tena ati laiti tungalijua tungechagua mtu fulani, au hatuna kazi. Naam. Naona rafiki yako Ustadh Ismail
Njero Kaoge. Jamaa wanataka Blackie, anakushukuru sana kwa kuja kwenye television, nasema umetuwakilisha Madrasatul Arqam. Na vile vile naona anasema yeye anatoa nasaha kwa mashekh ambao kwamba wana uwezo wote 2022 nao pia waingie ulingoni wachaguliwe. Kwa hivyo ni jambo la maana sana. Kwa hivyo ustadhi ukikaa hapo usiwe kifikira utakuwa ustadhi miaka yako yote. Ukiona jamaa bula pesa wamekuwa wazuri kwako, waambie jamaa na mimi pia ni penny MCA. Bwana hata unafaa kwani shekhi hafai kuwa. Kwa hivyo ni jambo la kufikiria. Lakini kabla ya kuenda katika mapumziko, katika gazeti number 10 page 10 inasema depression cases rise as cause lose jobs over COVID-19. Saizi watu wengi wamepoteza kazi katika COVID-19. Wengi sana. Sasa unaambiwa economic difficulties, anxiety and self-isolation during the pandemic has pushed people to depression. When the first case of COVID-19 was reported in the country in March, life for Doreen Mercy 25 changed. Na watu wengi maisha yameharibika. Na ukiangalia katika hii gazeti inakwambia 1 in every 4 people in the world yuko na mental illness. Utaona mtu wewe muona yuko sawa kumbe ashachapa kitambo. Unaambiwa depression 4.5% of world population in 2015, sababu ndio study ilifanywa, walikuwa na depression. 3.6% wako na anxiety. Suicide 10 or 5.5% per 100,000 persons. Suicide ni watu wengi sana sana wana commit suicide. 10% ni idadi kubwa sana. Heavy episodic alcohol use, watu wengi wameingia kunywa pombe 16%. Unaambiwa hiyo ni world. Kenya 1 in every 2 person has mental illness. Ina baada ya kushtua kabisa. Kenya, yani saizi tuko watatu hapa sisi, kuna mmoja wetu yuko na mental illness. Ndivyo gazeti linasema. 12.6% watu wa Kenya wana depression. Yani Kenya watu ni wengi. 15.7% wana anxiety. Suicide 4.61% wana suicide. Heavy episodic alcohol use, kuna watu wengi Kenya 12.6 wanakunywa pombe sana kwa sababu ya hii mambo ya depression. Kenyatta nile Mathare, congestion forces Mathare to turn away sick convicts. Yani huku Mathare hospital ile wazimu saizi imesema haitaki watu tena, yani kumejaa. Sasa tungependa tu kabla ya kuwa na mapumziko mafupi, Sheikh utueleze dini yasema nini kuhusu masala ya depression na masala ya suicide, alafu tuende katika mapumziko. Mwanzo watu wengi wanapenda sana kujiweka kwenye kitu ambacho kwamba hakina manufaa. Tuingie kwa masala ya mwanzo ya tembo. Naam. Unajua unapokuwa na dini na inapokukataza ukiwata utakuwa katika hali nzuri. Dini imekataza mwanzo mtu kuwa na mawazo, wengine kwenda mpaka kujiua saa zote. Ni kitu ambacho kwamba hakipi manufaa. Utakaposhika dini, utakapokuwa sawa, unafuata maelekezo ya dini kama ilivyoelekezwa, basi utakuwa haya mambo ni mwenye kuyawata. Sasa nasikia unasema kuyawata. Unajua profesa wangu pale acheka anashangaa kuyawata inamaanisha nini? Muulize mtu kabla hujaondoka, itabidi muulize mtazamaji ulisoma wapi, ndio tupate nafasi umpishe profesa wangu. Muulize mtazamaji vizuri wewe ulisoma wapi, ndio afurahi kujua na ndio ajue akisema kuwata ni kuacha. Yaani watu wa kule pwani wanasema kuwata. Mimi pia nilisoma Mambrui, tulikuwa tunasoma Kingozi. Kaifa tarka rukayyakal anbiya, vipi wakwea kukwea kwako manabii. Mtu akisikia kukwea hajui ni nini. Hebu tueleze ulisoma wapi na mambo ya kuwata ili tupate kupatia ruhusa. Afwan, shukran sana Sheikh wetu. Mimi nilisoma Madrasatul Arqam ambapo kwamba iko Bondeni, iko na ustadhi ambapo kwamba alikuwa hapo akisimamia, Ustadh Khattab Khalifa, na kama alivyozungumza alisoma pia na ndugu yake ambaye kwamba ni Sheikh Ismail. Sikiza na shughuli nyingine tofauti. Hapo ndio nimesomea na nashukuru mpaka hapa nilipofikia, ambapo kwamba hiyo madrasa mwanzo iko Mombasa Bondeni, mtaa wa Floringi ndio yapatikana hiyo madrasa. Nashukuru mpaka hapo nilipofikia kwa elimu yote ambayo kwamba tumepitia kwa mashekhe zetu na Sheikh Fauzi ambaye kwamba ni msimamizi pale, na pia Sheikh nakumbuka pia ulikuwa ukituletea vitu wakati mwingine tukiwa pale. Tunakushukuru pia kwa yale malezi ambayo kwamba umetupa. Nafikiri nilikuja nikwambia siku moja nitawaleta kwenye TV. Leo nimekuleta bana. Kwa hivyo Sheikh Khalifa na walimu wa Arqam kule Mombasa, mmeona mtu wenu amekuja hapa na unaona unashukuriwa sana. Ni
women rep wa Isiolo amesema hiyo kushukuru sana. Nasoma kwa sababu utakuwa huko. Anasema ameshukuru sana Honorable Rehema Jaldesa wa Isiolo, asema shukrani sana kuletea mwalimu kutoka pande za Isiolo, na vile vile Mheshimiwa Hassan Oda kutoka ule Isiolo North anambia Dr. Hassan Kinyo unakuwa na dhihaka sana, unaambia masheikh washindane na sisi tutaona tu, na vile vile Governor Muhammad Ali wa Marsabit naye pia anakushukuru, na Honorable Ali wa Rio nilikuwa nishawatumia kitabu ngambia utakuja anakushukuru, na Honorable Said Hiribaye Mheshimiwa wa Hola Said Aid pia naye anakushukuru, na Muhammad Hassan kama ni Mandera County Youth League Chairman anakushukuru sana. Yani leo ni siku umekuja, waheshimiwa wako wanakutizama, na bila shaka waheshimiwa wanafurahi kusikia tukisema na mashehe nao waingie ulingoni watakaoweza. Kwa hivyo mtazamaji, tutaweza kwenda katika mapumziko mafupi, na katika mapumziko haya mtazamaji tutakukumbusha usibanduke, kwa sababu profesa mwenyewe Profesa Geoffrey Wango ambaye leo katika gazeti wameangazia story yake. Sikuisoma bila hayuko, nitaisoma akiweko ndio apate kutuelezea kuhusu mambo ya suicide. Vipi unaweza kuepuka suicide katika maisha yako, kwa sababu leo ni World Suicide Prevention Day. Usibanduke.